faida ya kwanza kwa haraka tahrimu ityan al-haid. Hiyo aya inatupa faida kuwa al-haidh adha badaniyah la ma'nawiyah. Hedhi ni uchafu wa kimwili, sio uchafu wa kimaana. Hedhi ni uchafu wa kimwili, sio uchafu wa kimaana. طيب, hiyo ni faida ya kwanza kama alivyoashiria Sheikh Abdul Rahman As-Sidi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake. Lakini faida ya pili na hiyo tulianza kuitolea maelezo, yu'tazalu an-nisa'u fil farj faqat, wanatengwa wanawake katika utupu peke yake basi. Wama qaruba minhu, na kile kilichokaribia huo utupu. Min as-surrati ila ar-rukbatayn, kuanzia katika kitovu hadi katika magoti mawili. Hiyo ndio maana Allah kutuambia fa'tazilun nisaa fil mahid, jitengeni na wanawake katika hedhi. Al-mahid katika hedhi, maana pale panapotoka hedhi. Kwa maana yu'tazalun nisaa fil farj faqat, wanatengwa wanawake katika utupu peke yake basi. Wama qaruba minhu, na pale palipokaribia huo utupu. Minasurrati ila rukubatayn, kuanzia katika kitovu hadi katika magoti mawili. Sehemu nyinginezo ni jaiz kufanya mubashara. Hatuwatengi wanawake kwa ujumla wake. Kuwatenga wanawake kwa ujumla ikawa haulai naye kitanda kimoja kama wanafanya baadhi ya watu, au halai naye nyumba moja, hazungumzi naye, hachanganyiki naye mkewe. Hayo ni maslaku ya Mayahudi, kama tulivyoona katika hadithi ya Anas bin Malik, innal yahuda kanat idha hadat minhum almar'a akhrajuha min albayt. Mayahudi walikuwa mwanamke anapopata na hedhi wanamtoa katika nyumba, hawali naye, hawanywi naye, hawachanganyiki naye katika nyumba. Alipoulizwa Mtume alayhi salam, ndipo kateremka hii aya. طيب, ومن الفوائد, na miongoni mwa faida, la wata'a limra'atin illa ba'da al-ghusl. La wata'a limra'atin haidatin, la wata'a limra'atin, au la wata'a lihaidhin, la wata'a lihaidhin, hakuna kumuingilia mwanamke mwenye hedhi illa ba'da al-ghusl, isipokuwa baada ya kuwa ameshaoga. La wata'a lihaidhin, hakuna kumuingilia mwanamke mwenye hedhi illa ba'da al-ghusl, isipokuwa baada ya kuoga min al-haidh, kutokana hedhi. Walau inqata'a ad-dam, hata kama damu itakatika, hata kama damu itakatika, ala sahih, juu ya kauli iliyo sahihi, juu ya kauli iliyo sahihi. Wako baadhi ya ahli ilmu wanaona kwamba damu ikikatika tu unaruhusiwa kumwingilia mkeo hata kama hajaenda kuoga, lakini kauli iliyo sahihi zaidi ni kwamba haifai kumwingilia mkeo ila baada ya kuwa damu amekatika na akaenda kuoga, ndipo kumwingilia, usiwe na haraka. Kama anavyosema al-Imam Ibn Qudama rahmatullahi ta'ala alayhi, wa jumlatuhu anna wata'a al-haidh qabla al-ghusl haram, na ujumla mambo ni kwamba kumwingilia mwanamke kabla ya kuoga ni haram. Wa in inqata'a damuha, hata kama damu yake itakatika, fi qawli akthari ahli al-ilm, katika kauli ya wanachuoni wengi. Qala Ibn al-Mundhiri, Imam Ibn al-Mundhiri amesema hadha kal-ijma'i minhum, kauli hii ni kama vile makubaliano ya maulama wote, lakini wako wachache ambao wamekhalifu hilo jambo. وقال أحمد بن محمد المروذي ينسمج لا أعلم في هذا خلافا، mimi sijui katika hili khilaf, ila an qal, mpaka akasema walana qaulullahi ta'ala, na sisi tunaosema kwamba haifai kumwingilia mwanamke ila baada ya kuwa ameshafaje, ameshaoga. Tuna sisi kauli ya Allah, lakini wao hawana kauli ya Allah. Allah amesema wala taqrabuhunna, na wala msiwaingilie, hatta yathurna, mpaka
wataharike, waoge. Fa idha tatahharna, wakishataharika maki wakishaoga, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, waingilieni pale alipokuamrisheni Allah. Yani hiyo maana yake idha tasanna, wakishaoga. Hakadha fassarahu Ibn Abbas, hivi ndivyo alivyotafsiri Ibn Abbas al-Allama Ahmad bin Muhammad al-Marwazi. ولأن الله تعالى قال في الآية ويحب المتطهرين فأثنى عليهم, Allah kawasifu kwa kitendo chao cha kwenda kuoga. Fayadullu ala annahu fi'lun minhum, kwa hiyo hilo likajulisha kwamba hicho kitendo cha kujitawarisha ni kitendo cha hao wanawake wanapokuwa wamefanyaje, imekatika damu na kwenda kuoga. Wa fi'luhum huwa al-ightisal duna inqita'i ad-dami, fa shartu al-ibahati al-wata' shartain. Kwa hiyo pakashurutishwa kuhalalika kumwingilia mwanamke kwa masharti mangapi? Mawili. Sharti ya kwanza inqita'u ad-dam, katika kwa damu. Sharti ya pili al-ightisal, kuoga. Fala yubahu illa bihima, hiyo hapa halalishwi kumwingilia mwanamke illa kwa masharti hayo mawili. Hiyo ni faida min fawaid al-ilm. Wa min al-fawaid ambazo tunazipata katika hayo maneno tuliyosoma, jawazu mubasharati al-haid fima ada al-haid fima ada al-farji, kufaa kumuingilia mwanamke, kufaa kumkumbatia mwanamke, kufaa kumgusa mwanamke katika maeneo yasiyokuwa utupu. Jawazu mubasharati al-haid, kufaa kumuingilia mwanamke fima ada al-farj, katika maeneo yasiyokuwa nini? Utupu, katika maeneo yasiyokuwa utupu. Na hayo tumeona pale Mtume alayhi wasallam alipowaambia masahaba kuwa nendeni kinyume na Mayahudi, jami'uhunna fil buyut, changanyikeni nao katika majumba, hao wake zenu changanyikeni nao katika majumba. Wasna'u kulla shay, na fanyeni kila kitu. Unasikia jamani, fanyeni kila kitu, ghayra nikah, isipokuwa imai tu basi. Kwa hiyo kitu chochote kile ambacho kinahusiana na nini, mahusiano ya ndoa, nyinyi mnaruhusiwa kufanya, ukifanya ikiwa mkeo yupo katika hedhi, isipokuwa kumwingilia tu basi. Kwa hiyo kumbusu unaruhusiwa kumbusu, kumkumbatia unaruhusiwa kumkumbatia, na mambo mengineyo unaruhusiwa kuyafanya, usipate tabu, usihangaike mkeo yupo, hata kama ni mustahil, hata kama ni haid. Na haya alikuwa anafanya Mtume alayhi wasallam, kama tulivyosoma katika hadithi nyingi kwa Aisha radhiallahu anha na wengineo katika wanawake walikuwa wanafunga kibwebwe, kisha Mtume salama anafanya nao mulaaba au mudaaba, anacheza nao. Kwa hiyo unaruhusiwa kufanya hicho, hata kama yakatoka manii, mpaka yakatoka manii ni jaiz. Wazi? Tayeb. Wa min al-fawaid, na miongoni mwa faida tunazopata, tahrimu itiyani al-mar'ati fi duburiha, kuharamishwa kumwingilia mwanamke katika utupu wake wa nyuma. Tahrimu itiyani al-mar'ati fi duburiha, kuharamishwa kumwingilia mwanamke katika utupu wake wa nyuma. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala amesema fa'tu fa idha tatahharna, wakishataharika fa'tuhunna min haythu amarakumullah, basi waingilieni pale ambapo amekuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala kuwaingilia. Allah ametuamrisha tuwaingilie wapi? Katika utupu wa mbele, kama Allah alivyosema kwenye Qur'an, nisaukum harthun lakum, wake zenu hao ni mashamba yenu. Wake zenu hao ni nini?
mashamba yenu. Ndio fa'tu harthakum anna shi'tum, kwa yaendeni mashamba yenu yote mnavyotaka. Sasa shamba lile ambalo ukipanda mbegu inatoa nini? Mazao. Kiingilia nyuma utazaa nini? Hakuna kitakachozaliwa. Kwa hiyo kuonesha kwamba si nyuma tulipoamrishwa, tumeamrishwa tuwaendee wake zetu katika utupu wa mbele. Ama hiyo min haithu fa'tu harthakum anna shi'tum, kwamba yaendeni mashamba yenu au kondezeni vile mnavyotaka nyinyi. Sio ukitaka kumuingilia utupu wa nyuma au wa mbele, sio maana yake hivi, bali hapa nakusudia namna ya kumuingilia. Yake ile style yoyote. Ukitaka kumuinamisha sawa, ukitaka kumlaza sawa, ukitaka kumsimamisha sawa, vyovyote unavyotaka wewe. Huo ndio muradi wa anna shi'tum, waendeni vile mnavyotaka nyinyi. Wewe ukiwa hodari basi tumia namna yote unayoweza wewe. Almuhim wewe umeliendea hiyo ibada. Wewe umeiendea hiyo ibada. Kwa hapo tunajifundisha kwamba Muislamu salafi uwe hodari katika masala haya. Ujifundishe na ujue namna mbalimbali za kumwingilia mkeo. Sio kila siku sampuli moja tu basi. Allah ametuambia anna shi'tum, waingilieni wakiambia vyote vile mnavyotaka nyinyi, yani style yoyote unayotaka uitumie. Sasa wewe kila siku aina moja tu hiyo basi, wewe kila siku kaambia ule kisangu, si utachoka. Kwa hiyo badilisha zile namna, na unapobadilisha zile namna inasaidia kufanya kuleta hamasa ya hiyo ibada. Tayib, tumeona hapo hizo ni baadhi ya fawaid. Lakini alfawaid kadhalik miongoni mwa faida vile vile nisemaje